wilaya yetu hii, hususan wakazi wa Mbalizi, tulikumbwa na janga ambalo sio geni machoni kwa wananchi. Na bahati nzuri wengi jana na leo ndio wamepumzisha wapendwa wao ambao walipoteza maisha 28. Sasa katika tukio lile, Mheshimiwa Rais alitoa maagizo yaliyopelekea mkuu wa mkoa kutupa sisi maelekezo, na hapa sasa tumekuja kufuatilia utekelezaji wa maelekezo yale. Pamoja na mambo mengine ya kibinadamu ambayo alifanya Mheshimiwa Rais, lakini moja kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kutoa maagizo kwamba barabara hii ya bypass irekebishwe na imalizike haraka ndani ya siku 3, ili barabara hii matumizi yake yaanze mara moja, itumike kama njia ya mchepuko kwenye eneo hili la mlima ambalo limekuwa lina changamoto ya mara kwa mara. Kwa hiyo wenzetu wa TANROADS waliingia kazini mara moja, na leo tunaona tayari utekelezaji huo umefanyika kwa kiwango kikubwa. Meneja wa mkoa atatuambia lini wanakamilisha, na kama kuna changamoto yoyote tuone jinsi gani tunashirikiana kuikwamua, kuhakikisha maelekezo yale yanatimizwa kwa 100%, wananchi wapate barabara ya bypass na maisha yaendelee bila changamoto yoyote. Zoezi hilo limekamilika, serikali imeshaleta fedha, ipo Mbeya, na zoezi hilo litafanyika wiki hii. Kwa tunataraji baada ya wiki moja mkandarasi ataonekana site kwa ajili ya kuanza kurekebisha au kutengeneza barabara eneo lile, ili kuepuka adha hii ambayo tumekumbana nayo sisi wakazi wa wilaya hii. Moja wapo ya maelekezo ni kama walivyosema kwamba hii barabara ambayo ilikuwa inatumika kwa magari madogo, sio kama ilikuwa ipo, ilikuwa kwa magari madogo na coaster, gari ndogo ndogo za abiria. Sasa ndio itumike kwa ajili ya kubeba, kwa ajili ya kushusha magari makubwa. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi hapa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa atuelekeza kwa tufanye kazi kwa haraka ili ile agizo liweze kutimilika kwa haraka zaidi. Kwa baada ya maelekezo hayo tumeanza jana rasmi asubuhi, na leo kama tunaendelea, tumeweka vifaa vya kutosha, kuna magreda mawili, kuna marola mawili, kuna kumwagilia maji pia mawili, na vijana wangu wote na mimi mwenyewe niko hapa toka asubuhi tunaendelea kusimamia hilo agizo. Barabara hii ilikuwa na upana mdogo. Upana wake ilikuwa mita 5.5. Lakini tunaipanua sasa iwe mita 10. Ila magari makubwa kutokana na ile elekezo lililotolewa, magari makubwa yaweze kupishana kwa urahisi. Lakini baada hapo pia tutawekea changarawe. Changarawe sio kama ilikuwepo, lakini tunaongelezea zaidi ili iweze kuwa imara kubeba yale magari mazito ambayo tutapita katika hii barabara. Kwa hiyo agizo linaendelea kutekelezwa kama mnavyoona. Ni imani yetu kwamba baada ya muda mfupi kama nilivyosema, kuanzia siku 3 mpaka 5, hii kazi itakuwa imefika katika sehemu ambayo inaweza tukaruhusu sasa magari makubwa yaweze kupita. Naitwa mrakibu msaidizi wa polisi Hezron Mkangi, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Mbeya, na kaimu nafasi ya RTO kwa sasa. Kwa jumla, kwanza tuko na Mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu, tunampa pole kwa changamoto iliyotokea ya kupoteza wananchi wengi ambao ni nguvu kazi ya taifa letu. Kwa ajili ya taifa letu inataka nguvu kazi, wapoteza. Lakini maelekezo kama ambavyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshatoa, kwamba tunayo jukumu kubwa la kusimamia usalama barabarani. Hivyo sisi kama maelekezo haya ambayo yashatolewa tulishaanza jana, kwamba tuanze kusimamia kwa kupitisha magari masaa 24 kwa kuyapishisha kabla barabara hii hajatimia. Lakini jukumu kubwa sisi kama wasimamizi wa sheria ni kuendelea kusimamia sheria kwa madhubuti. Hatutamuonea dereva yoyote mwari, ili kuhakikisha kwamba maisha wa Tanzania yanalindwa wakati wote. Sisi tumejipanga kuhakikisha changamoto hizi zisijirudie tena, kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu anatumia nguvu nyingi kutafuta resources na kutuboreshea miundombinu, kuboreshea maslahi yetu kwa ajili ya kusimamia na kulinda maisha wa Tanzania. Sasa sisi kama jeshi la polisi usalama barabarani mkoa wetu wa Mbeya, ni wajibu wetu ni kusimamia yale maelekezo yake, kuhakikisha Watanzania katika eneo letu hili wanapita wakiwa salama salimini. Lakini wito wangu kwa madereva na watumiaji wote wa barabara, tushirikiane. Panapoonekana changamoto inapotokea, tuchukue hatua madhubuti mapema. Ajali iliyotokea siku zile ni namna moja au nyingine inaweza kana uzembe. Madereva wetu kama wangechukua hatua kwa dereva ule wa kujiami, tungeokoa maisha wa Tanzania. Sisi jeshi la polisi tunaomba wito, kwa sababu usimamizi wa sheria sometimes inaweza kuwa sio hatuko sehemu zote. Lakini tukichukua elimu tunayotoa kila siku, tukichukua hatua mapema, tukiona
tukiangalia mbele, tukitabiri jambo linaloweza kutokea mbele, tukaamua mapema iwezekanavyo, tunaweza kuepusha ajali. Udereva wa kujiamini inaweza kutusaidia kuokoa maisha wa Tanzania wengi ambao wanapotea bila sababu zote za msingi. Kwa jumla sisi tuko tamamu kwa ajili ya kutekeleza maelekezo ya serikali, tuko kutekeleza maelekezo ya mkoa, tuko tamamu kutekeleza maelekezo ya wilaya kuhakikisha mkoa wetu wa Mbeya inakuwa shwari. Tumeendelea kujitahidi hivyo, changamoto zimetokea, lakini hatutaacha kukaza buti kuhakikisha matumaini ya Watanzania kupitia jeshi letu la polisi usalama barabarani inadumishwa wakati wote. Barabara hii ni mwarobaini mnavyoona kama nini watu usalama? Barabara hii ni mwarobaini kwa sababu itatenganisha matumizi. Ajali tunajua kwamba pamoja na usimamizi ajali inaweza katokea. Ndio maana mikakati hii ni njia mojawapo ya kuweza kupunguza ajali. So it means kwamba kwa kuweka barabara itatofautisha watumiaji wa barabara hasa za magari madogo na magari ya abiria na malori ambao malori ikitokea ajali inaweza kaleta madhara makubwa kama ilivyotokea. Lakini barabara hii itakuwa ni mwarobaini mkubwa sana kuhakikisha eneo letu itakuwa salama wakati wote. Kwa majina anaitwa Deo Kasekwa, ni mkazi wa huku. Hii barabara kwanza itatusaidia kuondoa foleni, lakini itakachosaidia zaidi kwa sababu kuna magari kuna kuaga na ajali inayotokana na magari yale ya mizigo pamoja na abiria. Kwa hiyo ikijengwa hii barabara itasaidia hata endapo inatokea kule magari yamefunga njia, mfano imetokea ajali, ni barabara ambayo inasaidia kutoa na kuondoa foleni, lakini pia itaongeza hata uchumi wa watu ambao wako ukanda huu, kwa sababu ikiwekwa lami itakuwa ni kiunganishi, mtu anaamua aidha apite kule au apite huko. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.